Halo, na kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Ninaitwa mtumishi na MC Ezekiel, na ninapenda kuchukua nafasi hii angalau kukuletea ujumbe mfupi ambao utakujenga zaidi sana. Ni kwa wale watu wa imani. Nitakuletea aina ya watu 10 hatari zaidi ambao unapaswa kuepuka sana kwenye maisha yako ya kiimani, lakini maisha yako ya kila siku. Watu hawa 10, namba 1 na namba 10 watakushangaza sana. Namba 1 ni watu wanaotumia mifumo ya kidini ili kuficha maovu yao. Kuna watu ambao wanatumia mifumo ya kidini ili kuficha maovu. Hata na wengine watajifanya ni watumishi wa Mungu, hata na wengine ni wahubiri wa Injili, hata na wengine watajifanya wanaijua Biblia sana, lakini nyuma ya pazia ya matendo yao ni uovu mkubwa unaotendeka. Na hata kwa wale ambao mnaangalia mitandao ya kijamii, kuna kitu anayeitwa mtumishi anakiongea, lakini ukiangalia uwezi ukadhani kwamba anayejiita ni mtumishi wa Mungu anaweza kuzungumza kauli ya namna hii. Kwa hiyo wale watu nyuma yao kuna maovu wanayatenda. Kwa hiyo wanapokuja mbele ya macho ya watu hujifanya ni watumishi wa Mungu. Lakini kundi namba 2 ni watu wasio na hofu ya Mungu. Kwenye mzunguko wa maisha yako, au inawezekana kwenye mitandao ya kijamii, usiwe na kundi hili la watu wasio na hofu ya Mungu, kwa sababu ni watu hatari sana. Mtu asio na hofu ya Mungu anaweza akafanya chochote saa yoyote, kwa sababu haamini katika Mungu, haamini katika dhambi, haamini katika uovu, kwa sababu yote haya yameletwa na hofu ya Mungu. Kwa hiyo watu kama hawa usiwaweke kabisa katika mzunguko wa maisha yako. Tuna kundi la 3 la watu ambao wako kinyume na maono yako. Kila mtu mwenye akili timamu hapa duniani ana maono yake. Unajua kabisa leo nitaanzia hapa, alafu nitaishia hapa. Sasa ukiwa na marafiki au watu unaowafuatilia hata kwenye mitandao ya kijamii ambao wako kinyume na maono yako, usije ukadhani utafikia siku utatimiliza maono. Hautakaa ufanikiwe kutimiliza maono yako. Kwa hiyo waepuke, maana ni watu hatari sana. Kundi namba 4 ni la watu wenye kauli mbili. Kuna watu ambao wana kauli mbili. Kauli mbili zile ambazo wakija watu wenye ndio yuko kwenye ndio, wakija watu wenye hapana yuko kwenye hapana. Anaweza akapanga sasa hivi mkapanga pamoja kabisa jambo hili kwamba tunalianzia hivi. Wakati mnaanza mikakati, anarudi anakuambia kitu bwana, mimi hapana, mimi naomba nirudi upande wa huku. Hao watu waondoe haraka sana kwenye mifumo ya maisha yako. Kundi namba 5 ni kundi la wasiotaka suluhu. Kuna watu kigombana nao bwana, kupatana naye sio leo. Hebu hao watu waepuke. Kuna watu ukigombana nao hauwezi kuelewana nao. Mtafanya suluhu za kila namna, mtatafuta wazee wenye hekima, mtatafuta wazee wa kuwakalisha chini au watu wenye hekima. Hawezi kupatana na wewe. Hawa ndio wale ambao ukigombana naye kidogo anafuta na namba zako za simu na hataki kusikia kukuhusu wewe. Kwa hiyo hawa pia ni watu hatari sana. Lakini tuna kundi namba 6, watu wasioshaurika. Kuna mtu hata ufanye nini hauwezi kumshauri. Akiamua jambo lake liwe baya liwe zuri, ukaweza ukasema ngoja nimshauri rafiki yangu sababu hili jambo ninaliona huku mahali nilampeleka likaweza likamletea madhara. Hata taka ushauri wako. Na hata mwingine anakuambia kabisa, kwenye jambo langu sitaki mtu wa kunishauri. Kwa hiyo watu wa namna hiyo waepuke, maana ni hatari kwenye mifumo ya maisha yako ya kiimani, lakini maisha yako ya kila siku. Na tuna kundi namba 7 la wasaliti. Hao wasaliti bwana ni watu ambao kwanza, wengi akifanikiwa kuwa rafiki yako, mnapanga naye jambo vizuri, unampa siri zako, lakini baada ya muda utakuta mtaa mzima. Kundi ile la wasaliti ni kundi hatari sana, kwa sababu anaweza akapanga jambo na wewe, lakini mbele ya watu akakukana. Waepuke sana watu, wanaweza kukuua. Tuna kundi la 8 la watu wanaopingana na kweli. Hili kundi pia ni hatari. So mtu anajua kabisa kweli ni ipi, anajua kabisa ukweli ni huu, anajua kabisa hilo jambo hujalifanya wewe. Unafika mahali ambapo anatakiwa kukutetea aseme kweli, lakini atakukataa. Kwa hiyo watu kama hawa anajua kabisa hii ni nyeupe, lakini anakuambia hapana, hiyo ni blue. Na mtabishana, wakati mwingine mpaka mtagombana, mtapigana kabisa, na anajua ukweli na ukweli ni huu. Watu hao
hatari sana. Kundi namba 9 la watu hatari ambao utakiwa aidha kwenye mitandao ya kijamii kuwafuatilia au kwenye system ya maisha yako kukuzunguka ni watu wasiotaka kubadilika. Kumbuka siku zote unapotembea na mtu mbovu, aidha wewe umbadilishe arudi upande wa kwako au yeye akubadilishe uende upande wa kwake. Siku zote usikae karibu na mtu asiyetaka kubadilika. Ukaweza ukasema huyu rafiki yetu, ngoja tumtafutie mtaji afanye biashara angalau afanane na sisi. Mnamtafutia mtaji, anausabaratisha wote. Mnamtafutia mtaji, anauchezea wote, anarudi pale pale. Hao watu kama watu tunaitaga watu wenye tabia ya nguruwe. Nguruwe hata ukampeleka mtoni ukamuogesha vizuri kabisa, baada ya muda atachafuka tu. Kwa hiyo kuna watu wenye tabia ya namna hii kwenye mzunguko wa maisha yako, wakwepe, maana ni hatari sana. Kundi namba 10 na kundi la mwisho ambalo nilikwambia ni watu hatari, ni watu ambao hawaamini kwamba kuna Mungu au wanasema hakuna Mungu. Wengi wamejazana kwenye mitandao ya kijamii. Hao watu ni hatari sana. Ikiwa umewafollow watu wa namna hii, maana yake kuna mbegu wanaiotesha ndani yako na siku moja itakuja kukugharimu. Kumbuka mitandao ya kijamii imekuja hivi karibuni sana. Misingi ya imani yako haijajengewa karibu. Mtu mmoja akasema ni afadhali uamini kuna Mungu ukienda usimkute, kuliko uamini hakuna Mungu alafu siku moja ukaja ukakutana naye, itakuwa ni majuto kwako. Kwa hiyo haya ni makundi ya watu 10 ambao ni hatari zaidi, utakiwa kuwapa nafasi kabisa kwenye mifumo ya maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye mitandao ya kijamii, eneo lolote utakiwa kuwapa nafasi kabisa. Mara zote kumbuka, kujenga nyumba kuna gharama kubwa na kunahitaji muda mrefu sana, lakini kuibomoa nyumba siku moja inatosha kabisa. Tena masaa nyumba yote kasambaratika. Angalia kile ambacho umejengwa toka ukiwa mtoto mdogo na umekuwa, imekushepu mpaka umekuwa mtu ambao una hadhi katikati ya jamii, kisije kubomolewa na aidha posti moja tu ya mjinga mmoja kwenye mtandao ya kijamii anaye kuvuta nyuma na kukurudisha chini. Asante. Ni mimi rafiki yako, naitwa Ezekiel, mtumishi na MC. Asante sana.